anapokuwa ndani yako, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Maana hata kama kuna mambo unataka kufanya ambayo sio mpango wa Mungu, taa nyekundu itawaka. Atakwambia unakoelekea sio sahihi, unashangaa tu unakosa amani. Kama unakaa na mtu ambaye sio sahihi, unashangaa taa nyekundu inawaka. Anakwambia unapokaa na Naseriani sio salama. Unashangaa unaenda kwa nyumbani kwa mtu anakupa kitu, taa nyekundu inawaka, anakukosesha na amani. Unashangaa Roho Mtakatifu atakuprotect kila mahali utakapokwenda, ili hakikishe unatimiza kusudi la Mungu. Amesema leo Roho Mtakatifu awashe taa nyekundu. Na ombi langu, Roho Mtakatifu akufunulie mwanangu. Kama tukitembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, uwe na uhakika adui hata kupata. Nakwambia hivi, atakuonyesha kwenye ndoto, atakuonyesha kwenye kugoma, utakosa amani, atakwambia kwa sauti ndogo, atasema nawe kwa namna nyingi. Sema amen. Ni maombi yangu leo watu wapokee uweza wa kiroho Mtakatifu. Alafu Roho Mtakatifu akupe na macho ya kuona. Kuna vitu uoni, atakuonyesha yeye. Nakwambia kuna watu wamekuzoea, watakukimbia. Kinachotutesa ni kwa sababu hatuna macho, ni vipofu. Roho Mtakatifu akifungua macho yako, wewe na uhakika kuna watu wamezoea kukutendea mabaya, Mungu atawaleta mbele yako live. Akiwaleta live, unashangaa wanaaibika. Nataka nikwambie kuna watu wamejificha kwenye giza, wanakufanyia vitu kwa giza. Nakwambia leo taa itawaka juu yako. Taa ikiwaka, utashangaa utaona vitu ambavyo hujawahi kuona, na watakwenda kuaibika. Hebu sema, kila giza walioniwekea, kuna taa inaenda kuwaka leo. Kila giza waliokuwekea kwenye njia zako, kuna taa inaenda kuwaka leo. Taa ikiwaka, watakukimbia. Shawahi kuona mtu ukitembea kwenye giza, ukiona kamnyama, hata fisi akija, ukiwasha tu katochi pap, unashangaa mnyama anakimbia, maana Mungu umekuja. Nataka niseme kuna mtu mmoja kwenye familia atakwenda kufanyika taa. Akifanyika taa, kuna wachawi watakimbia, mapepo yatakimbia, roho ya iwizi itaharibika. Natamka kwa jina la Yesu, kuna kitu kinakwenda kutokea kwenye maisha ya mtu mmoja. Amesema Roho Mtakatifu ni taa iwakayo kwenye giza. Una imani? Roho Mtakatifu alimfungulia nabii Elisha juu ya shambulio la Waarabu au Washami, likashindwa. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili tutasoma leo hapo, alafu nitakufungua uende nyumbani. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa 6 mstari wa 8 hadi 17 tutasoma hapa. Basi mfalme wa Sham alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwa mahali fulani. Vita vinapiganwa kwa siri na adui anaweka mipango. Ninakutamkia kila shauri baya linalopangwa juu yako lijulikane na lifichuliwe kwa upako wa Roho Mtakatifu. Hii ni vita imepangwa na mfalme wa Arabu akitafuta kuwashambulia Waisraeli, na vita vinapangwa kwa siri. Hakunaga mtu anayepigwa waziwazi. Hiyo chochote kinachokupiga kinakupiga kwa siri. Na ni maombi yangu kwenye ibada ya leo, kila kilichotegwa kwa siri, kila kilichopangwa kwa siri, kila ajali inayopangwa, kila pressure unayepangiwa, kila madeni unayepangiwa, kila kikao kinachokaa kwa siri kwa mama fulani, kwa baba fulani kijiweni, nataka kabla hawajafanikisha mipango yao, tunakwenda kufichua sifanikiwe. Si kama naongea na watu watatu. Mipango wanayopanga wamfukuze mume wako kazini, mipango wanayopanga ili msijenge, mipango wanayopanga ili mse kabla hujatimiza kusudi la Bwana, kabla hawajafanikiwa, tunakwenda kufichua siri zao, tunakwenda kufichua siri zao. Sema basi amina. Hebu sema kila mipango wanayopanga. Sema basi, sema kila mpango waliopanga kwa siri kabla hawajafanikiwa, tunawafichua. Kabla hawajamua kaka yako, kabla hawajamua dada yako, kabla hawajamua mama yako, kabla hawajakulia mtoto, kabla hawajakuingiza kwenye matatizo, watakuwa wameingia wao. Tunatoka kishujaa. Naongea na watu watatu ambao wamekuja wamejaa imani. Nategua kila mtego waliokutegea kwa upako wa Roho Mtakatifu. Hakunaga mtego
unaotegwa waziwazi. Kila mtego, hata ukitega mtego wa panya, huwezi ukatega panya aone, unatega alafu unaweka na vitu fulani unafunika. Sasa kuna watu wamekutegea mitego, kuna watu unacheka nao, lakini uwezi, nyuma yao wamekutegea mitego ya kifo, wametega mitego haribu kazi yako, wametega na uwajui na wako kwa siri. Lakini Biblia inasema nabii Elisha akafunuliwa. Nataka nisema umekuja kwenye madhabahu yamefichuliwa. Hata kama umepeleka picha kwa mganga, hata kama wamechota nyayo wakapeleka mahali, hata kama wametunikia vyeti vyako wakachafua, hata kama zika vitu, tunakwenda kufichua siri zao kabla haijatimia. Mapepo yalie, mashetani walie, wanafiki walie. Unaona watu watatu watapenya, naona watu watatu watainuka, naona watu watatu watashangilia, maana mitego waliotega wasipite, wanakwenda kupita. Ndio kasema napita, na hakuna atakayenizuia. Wanasema nani anayetega mitego? Tukitega magonjwa mbona hawaumwi? Tukitega mauti mbona hakuna vilio kwenye hiyo familia? Kuna watu mwanangu hapa wameshatega mitego, wamehesabu siku 10 au siku 15 au siku 2 mbele, wanasema tuisikilizie msiba. Wana balablu, msiba utatokea kwenu, msiba utatokea. Ayayaya, nataka kwake msiba utokee. Nataka kwenye madhabahu ya Lucifer, madhabahu ya kichawi, mateso waliotutakia tunawarudishia wao. Tumejapiga kelele, sema mateso waliotutakia tunawarudishia wao. Rudisha kwa imani, rudisha kupitia damu ya Yesu, rudisha kupitia upako wa Roho Mtakatifu. Walichokutakia kiende kwenye madhabahu yao. Sema walichonitakia, sema kwa walichonitakia, kwa upako wa Roho Mtakatifu iwarudie. Ninaona mtu atakwenda kupita katikati ya maadui, alafu atainuka kidedea, alafu atakuangalia, yule ni nani? Esther kweli, Esther Baraka, amepitaje? Mbona tulimtegea, mbona tulimnafikia, mbona tulimchafua? Mlimchafua, kumbe hamjajua. Mlikuwa mnampaka mafuta, mlikuwa mnampaka loshe, mnapiga marashi, anaenda level ya Baraka. Naongea na mtu mmoja, atakanyaga mitego, atavuka mitego, ataenda level ya. Sema kila mtego waliotutegea inateguka leo. Una imani iteguke? Mguse mwenzako, mwambie una imani iteguke. Mwambie sio mpango wa Mungu ulie, sio mpango wa Mungu ugue, sio mpango wa Mungu daiwe, sio mpango wa Mungu kila siku unarudi nyuma. Inaona watu ambao watapiga spidi mwaka huu. Kuna kitu kinakuzuia na hujajua bado, kishajua kwisha. Na unajua mwanangu, kilichosaidia hawa Waisraeli, Elisha aliwatambua maadui kabla adui hajamtambua Elisha. Hakuna kitu muhimu kama Mungu akupe macho ya kumtambua adui kabla adui hajakutambua. Yaani umjue huyu ndiye chanzo cha mimi kushindwa kabla hajajua. Na leo nataka nikupe macho, nitakuombea kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Utapewa macho, utajua maadui kabla hawajakujua, utawafahamu kabla hawajakujua. Mairibo shanda, naongea na watu watatu. Kuna upako unapita, kuna ufunuo unapita, kuna nguvu inapita. Utawatambua maadui kabla hawajakutambua. Utatambua irizi waliokuzikia kabla hawajajua umetambua. Utatambua na vitambaa walivyoiba na picha walizoiba. Utawatambua kabla hawajakutambua. Ukishamjua adui uteseke tena. Sema amen. Sema amen. Hata leo kuna watu wanakuja kwenye madhabahu, mitego inateguka. Kuna mtu anakuja hapa amekata tamaa, acha tu niende kanisani, sisi naenda wapi? Kuma amepigwa na Al-Shabaab, amepigwa hata amani hana. Mwanangu, usione watu wanakaa kwenye viti hivi ukasema kila mtu anacheka ni kwamba ana amani. Hapa kuna watu mioyo yao inavuja damu, ila akifungua mdomo anacheka na tabasamu, mafuta inaficha siri. Kuna watu wamepigwa. Kuna watu ukifuatilia maisha yao, yaani uchawahi kuona unamweleza mtu shida yako, akikueleza ya kwake unasema bora mimi.
Kuna watu wamepigwa, watu wanachezewa, kuna watu wanarudishwa nyuma. Mungu aishi hivyo, hutakufa. Shawahi kuona wanakuja hapa waliokata tamaa, anakuja tu basi, twende tu. Ibada ya Elisha ni lini? Hebu twende tu. Anakuja tu basi. Akifika hapa unashangaa alikuwa na moyo mzito, alikuwa ameinama, nafsi imeinama. Wakati nahubiri unashangaa nasema yes, neno la kwangu, ile roho inapigwa taratibu, inagongwa taratibu, inaondolewa taratibu. Unashangaa mtu anapata imani, anasema siogopi tena vita. Akirudi nyumbani anafanya vitu kistudio, anafanya vitu kishujaa. Naongea na watu ambao wakitoka hapa miguu yao sio miguu ya kawaida, mikono yao sio mikono ya kawaida, vinywa vyao sio vinywa vya kawaida, macho yao sio macho ya kawaida. Naongea na mtu anayekanyaga ardhi leo, yako mapepo yatakufa, wako wachawi watalia, kuna nguvu zitaharibika. Angalia mtu amekape, natuma nguvu ya Mungu kwenye miguu yako, kwenye nyumba yako, kwenye banda la ng'ombe, kwenye zizi la kondoo, kwenye biashara zako. Kuna kitu kinatokea kwa watu watatu, kuna kitu kinatokea kwa watu watatu. Hebu sema, leo nikitoka hapa, mimi sio yule aliyekuja. Tamka basi, sema mimi sio yule aliyekuja. Elekeza mikono ulikotoka, sema ninyi nisubirini nakuja. Mimi sio yule mliyemzoea, yule mliyemtegea mitego kwamba afanikiwi, kwamba ainuliwi, kwamba hajaokoka. Anayekuja ni mwenye mamlaka. Imeandikwa, nyao za miguu ikikanyaga mahali tutamiliki. Anayekuja anakuja na roho ya umiliki. Roho yoyote iliyosimama haitasimama leo. Roho ya magonjwa, roho ya kifafa, roho ya mateso, roho ya kukosa amani, roho ya kuibiwa, roho ya kuchezewa, nakuja huko. Hamtasimama mbele yangu, nakuja na moto. Sema